Kimsingi sisi kama madereva bajaji na wasafirishaji tunamwenzi rais wetu marehemu Joseph Pombe Magufuli kama jemedari wa nchi hii, kama kiongozi bora anaofaa, mtimilifu. Hakika sisi tunamkumbuka na mpaka sasa hivi kama vile sisi tuna majonzi bado. Hatuamini kilichokuwa kimetokea, lakini ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlaza alipo mahala pema peponi. Jambo la pili ni mzalendo. Alihakikishia vijana wote tunafanya kazi kwa amani, kwa misingi, kwa nguvu zote. Alihakikisha kipindi kile kwa tunaona miaka ya nyuma alipokuwa madarakani, tukienda hospitalini tunahudumiwa kwa amani, wajawazito kwa wanahudumiwa kwa amani, kwa walipi hela, kwa wafanye nini. Yule na anatakiwa kuenziwa. Alitekeleza wajibu kuwa kiongozi. Kiongozi sio kuwa kiongozi tu, bali ni kiongozi ni yule mtendaji. Ni kiongozi hakika. Tunamwenzi sana, tunaendelea kumkumbuka. Misingi alituwekea kwa kufuata katiba. Tulifanya kazi kwa amani. Kazi ilikuwa ni ngumu. Wengi walisema kazi ni ngumu, kazi hamna hela nini, lakini kimsingi alitekeleza. Siku ya leo ya kumkumbuka John Pombe Magufuli, alikuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamkumbuka kwa mengi, alitufanyia vitu vingi sana vijana. Hususan kama si madereva bajaji, mikopo ya bajaji tulipata, barabara zilitengenezwa kwa wakati, hata wanetu ambao wanaosoma shuleni, shule ilisomeshwa bure. Kwa sisi kwa madereva bajaji, sisi tutasaidiwa mikopo, hata usumbufu barabarani humu, maskari nini alikuwa hamna usumbufu kama zamani toka alivyoingia baba John Pombe Magufuli. Ile kauli mbiu yake ya kwamba hapa kazi tu, nyinyi mnaienzi vipi? Hapa kazi tu, mimi kauli yake kwa uelewa wangu, mimi hapa nataka nifanye kazi tu, maneno unafiki niweke pembeni. Hapa ni kazi tu, amka asubuhi fanya kazi, acha unafiki, acha maneno. Kama dereva, kama mfanya kazi dereva bajaji. Na pia alikuwa anatoa sana, yani ni mtetezi wa wanyonge. Baba John Pombe Magufuli alikuwa anapenda sana wale watu wenye hali ya chini. Ukiwa umeenda kumlilia shida na kusaidia. Kwa sisi tunamkumbuka kwa hivyo. Yaani kwamba alotufanyia mengi sana. Kwa kifupi, mimi ni dereva bajaji, naendesha Kigamboni, sometimes kwa navuka kwenda feri. Fursa nyingi alituwekea uwazi namna kwamba tufanye kazi bila matatizo yote, bila magumu yote. Kuwa uhuru zaidi, amna kwamba mtu anakuja kwamba unaniona mimi nani, ile kwamba alifuta ile. Kila mtu alikuwa na haki kama ni Mtanzania na kuilinda Tanzania yake. Hata mimi nilikuwa nasimama kama mwanajeshi. Naweza nikasema ni mwanajeshi ambaye ni tegemezi, kwamba nailinda nchi yangu. Kwa lolote ambalo nalisikia kwamba hili ni baya, hili haliwezekani, basi na uwezo wa kulifikisha sehemu husika, nikapata msaada wa viongozi walio ya juu. Yaani kulifichua kama kujua kwamba sasa kutakuwa na uhalifu, kuna nini. Maana mimi mwenyewe nalinda nchi. Naendesha bajaji hususa kwamba hadi harakati za usiku nipo. Na usiku kuna mambo mengi yanatokea. Uhalifu, watu wa jinsi wanavyotuibia bajaji, wanatutesa vile, wanatupiga, wanaenda natuua, wana nini. Basi linapotokea tukio kama hili la uhalifu, rahisi sana kulipeleka kwa viongozi husika kutupa msaada. Kumdhibiti ule mtu, kama sasa polisi ukupigia simu kufika eneo la tukio, kutia namna hilo, kutusaidia kumdhibiti ule mtu na kutusimamishia mpaka mbele ya mahakama namna huyo mtu kuja kuadhibiwa. Namkumbuka sana Magufuli. Nina mwenzi kwa mengi, yani kwanza ulipotamka jina lake moyo wangu umepatwa na mshtuko. Ni mengi sana aliyoyafanya kiasi kwamba nashindwa hata kusema. Ametutengenezea flyover, barabara za huko mitaani kwetu tunakopita huko, katika utendaji wetu wa kazi flyover amezitengeneza, ziko vizuri. Kwa kweli tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa hilo. Hasa katika swala zima la vijana alikuwa ameweza kufanya mambo makubwa sana. Wewe kwa upande wako kama kijana una neno gani la kuzungumzia kwa mambo ambayo ameyafanya hasa hususan kwa nyinyi vijana? ICC kwa kweli si vijana, hususan kwa madereva bajaji, hata vijana wenzangu wenye nguvu kama mimi. Tunashukuru kwa mikopo iliyotolewa kwa madereva bajaji na huko mitaani, hata huko vijijini kuna mikopo ya TASAF tunaisikia imetoka kwa sababu ya Mheshimiwa Magufuli. Tuna kila sababu ya kushukuru uongozi mzima na kusema asante kwa yale yote walioyafanya. Tunaendelea kuwaombea mema zaidi, maana kufanikiwa kwao ndo kupata kwetu sisi. Tuna kila sababu ya kuwashukuru sana na tutaendelea kuwakumbuka.